ambapo abiria wamenusurika kifo kufuatia ajali ya basi la New Force lilokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma kugongana na maroli matatu maeneo ya Mlima Nyoka jijini Mbeya, ambapo baadhi ya abiria wamepata majeraha madogo madogo. Kwa mujibu wa mashuhuda, dereva wa basi hilo aliyekuwa kwenye mwendo kasi alikuwa akiovertake lori na mbele yake kukatokea lori lingine, hivyo kujikuta akigongana nalo kisha kuligonga lile lori alilokuwa analiovertake. Mmoja wa madereva wa lori hilo ameeleza kuwa ajali hiyo imetokea baada ya dereva wa basi kuovertake na kisha kukutana na lori lingine kwa mbele katika eneo hilo ambalo linatajwa kuwa hatari. Baadhi ya mashuhuda wamewataka madereva kuwa makini wanapokuwa katika eneo hilo, kwani ni hatari na mara kadhaa zimetokea ajali katika eneo hilo. Naitwa Saidi Yasini Rwambano, ni dereva wa lori hapa. Nilikuwa nimetokea Dar es Salaam kuelekea mpaka wa Tunduma, lakini nilipofika eneo hili hapa wa basi hilo hapo ya New Force mnayoiona nyuma yangu alikuwa ameovertake hapa. Katika kuovertake kuna lori ikawa inashuka kule, akashindwa kwa kuelekea kama ameingia mbele yangu hapo. Basi ile lori ikaja ikagonga basi ya New Force na kupoteza mwelekeo kuingia polini kule, ndio ikaja tena lori ikaja kanifikia mimi tena. Kwa chanzo cha ajali nini? Chanzo cha ajali ni huyo basi overtake ambayo sehemu sio sahihi. Naitwa Njile Michael Msofu. Ni dereva namba 2 katika gari hili. Ilikuwaje? Wakati tunapanda kulikuwa kuna foleni ya malori yanapanda taratibu. Sasa mbele yetu kuna lori ambayo ilitoa. Wakati inatoa ikakutana na ile lori ambayo tumepata nayo ajali, ilikuwa inashuka. Kwa hiyo wakapigana pasi, wakapishana watu watatu. Baada ya hapo yeye akawa amepoteza mwelekeo, akaanza kushuka, akagonga lori ya kwanza ilikuwa iko mbele yetu, akatugonga sisi na ilikuwa nyuma yetu pia. Kwa hiyo baada ya kupoteza mwelekeo kule kwenye ajali A, akaja kwenye ajali B, akagonga magari matatu. Kwa lori iko mbele yetu, basi katikati na nyuma kuna lori pia, ndio ile ya nyuma ndio akawa ameshikana nayo akaishia hapo, ndio kama breki yake. Kwa chanzo cha ajali ni nini? Chanzo cha ajali ni lori ilikuwa inashuka, ilikuwa iko na mwendo alafu ikakutana na lori ambayo ina overtake ikashindwa kusimama. Kwa hiyo wakapishana watatu na wakapigana pasi ndio wakapoteza mwelekeo. Kuna taarifa kwamba basi ndio lilitoka. Kuna kweli yote? Hayo ni maneno tu kutokana na ile itikadi iliyongeka kwamba labda madereva wa mabasi wanafuja kiasi kuuliza maelekezo ya abiria yako bayana kabisa. Lakini pia hata ukipiga picha katika lori ambalo limesababisha ajali, limegonga liko katika site ya basi, sio katika site yake. Maana kama basi lilikuwa limeovertake, maana yake lingegonga upande wa kulia kwenye site ya gari ambayo linashuka. Lakini yeye ameacha site yake, amekuja kugonga basi lilikuwa liko pembeni kwenye site yake. Sasa kama ni overtake angegonga kule kushoto kulia, sio kushoto kwenye site yake. Kwa hiyo ndio ameacha njia yake akaja kushoto.